Sana siku ya leo imekuwa ni shida kubwa sana kama hapa kwetu. Watu wetu wa Mlima na watu wetu wa Kiambu. Maana viongozi hawawezi kufika katika mazizi kama haya. Tulikuwa na kiongozi mmoja tulikuwa tumesubiri Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hangeweza kufika kwa sababu vijana walikuwa wamekusanyishwa. Mabasi ilikuwa inabeba watu ikiwaleta. Wengi wametoka pande wa Dagoretti Kona, wengine wametoka Limuru, wengine wametoka Githurai na wengine wametoka area fulani. Wakuja walete furugu katika mazishi ya viongozi. Tunasema ya kwamba ni vibaya sana kuona viongozi ambao ni moja wetu, ambao wanafikia ni kama wako na kwa saa hii inaonekana ni kwa saa hii mko na nguvu, lakini ujue nguvu inakuja kuisha. It's a matter of time and people, watu wetu tunawaomba tafadhali msitumike vibaya. Vijana wetu msitumike vibaya. Ni vizuri, ni vibaya sana kutumika vibaya kwa sababu sisi wote tuko na nafasi ya kujenga nchi yetu kama viongozi. Na kama sana sana vijana, ni nafasi yetu wakati huu tujenge nchi yetu, tujenge area zetu kwa sababu kuna kesho. Tusitumike leo tu kwa sababu uongozi unakuja na unapita. Lakini kesho sisi ndio tutakuwa viongozi, tutatumika. Hebu tutumike vizuri kusaidia watu wetu na sana sana kuleta maendeleo. Kwa sababu kuleta furugu katika mazishi ni kitu ya aibu sana. Na inatuaibisha sana kama watu wa Mlima. Ni kwa sababu uliona vile ilitendeka pale kule Limuru. Watu waliweza kufurugwa, karibu watu wengi wapoteze maisha yao. Uliona waliendelea mpaka karibu kumuumiza the former deputy president, ambao ni kiongozi wetu hapa Mlimani Kenya. Penda kusema hivi, ambao ni mitego ya usalama. Tunauliza kama wanatumika kisiasa. Kwa sababu ni vibaya watu kutumika kisiasa. Tunaona ni vizuri kama ni mahali watu wanakusanyika sana sana wakati wa mazishi, wakuje walete usalama. Kwa sababu kazi yao sio mambo ya siasa. Wamewekwa pale ili wakaweze kuleta solution na kuleta security ya kutosha. Na ningesema ya kwamba wasitumike kisiasa. Mambo yetu tusifanye mambo yetu yote kama kuwa ni siasa. Kwa sababu hii maneno haifanyiki mahali kwingine. Kwingine watu wanakufa na wanazikwa vizuri sana. Tunaona mazishi inafanyika kule Kakamega, viongozi wanakufa na wanazikwa vizuri. Lakini ikifika hapa kwetu Kiambu na Mount Kenya Mlimani inakuwa ni furugu. Sana sana mahali wanasikia deputy president anaweza kuhudhuria. Mjue hata kama aliweza kungolewa, ni kiongozi na ni mmoja wetu. Kama mtu ako na haki ya kutembea mahali popote anaweza fika kwa sababu ni Mkenya kama wale watu wengine. Kwa hivyo tunasema ya kwamba isitumike vibaya na sana sana vijana wetu wasitumike vibaya. I'd like to tell our people, particularly the young people, please, you will not be used by leaders. This is high time for you, young people, young generation. This is your country. You need to love your country. You need to know those people who are trying to use you in various activities to bring chaos and mayhem. And we are saying we want to condemn it in the strong terms possible. That those leaders, and we know them, they are known. We know them, those who are mobilizing goons, those who are mobilizing various people to come and create disruption. According to our culture, it's very bad to mobilize people to come and bring mayhem and chaos. Na leo matarajio ilikuwa the second deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, angekuja kuhudhuria mazishi kwa sababu mimi ni rafiki yake na mimi nilikuwa mfanyikazi wake. Na wakati walisikia hivyo, Kimani Ichung'wah na Kawanjiko na ndiye mheshimiwa hapa walisema hapa Rigathi hata kuja hapa, na wakahaya goons, walihaya Mungeke, walihaya kutoka pandi zote za Kiambu, wote walikuwa wamejazana hapa, walikuwa na mwago hapa na maroli. Sasa shida yangu ni kama unaenda kuharibu mazishi ya wenyewe, hii kwa tamaduni yetu it's out of question. Hauwezi enda kuharibu mazishi. Kama kuna vita ya kisiasa na wewe ni mwanasiasa, itana mkutano wa kisiasa, useme vile unasema kisiasa, usiende kuharibu mazishi ya watu wengine. This is animosity of the highest order. Na mimi vile naomba, na Mungu anatusikia tukiwa hapa church, wale watu walikuwa nakuja kuharibu hii mazishi, mimi naomba kwao pia wazike watu wao, tuone kama watapeleka watu pia huko wakapigane kwa mazishi. Lango ilikuwa ni moja tu, walikuwa naita Limuru style.
walikuwa nasema hii mazishi itaendelea, watapiga watu, watavurusha, wataangusha hata hiyo saduku, wataivunja ndio maiti itoke chini. Ile kitu sikuelewa ni kama walikuwa nataka hiyo maiti ikitoka hapo kwa saduku waikule ama nini. Sijua hivyo, but they are leaders of integrity, na kama Mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua alipata fununu kama kungekuwa na vita, yeye ni mtu anaheshimu kanisa na hangekubali vita itokee kanisa, kwa hivyo akasacrifice kuja kwake kwa hii mazishi. Lakini mmesikia nyinyi wenyewe, mhubiri amesema wanagoja sana Mheshimiwa Gachagua atakuja tena kutembea kwa hii church. Sasa tunataka kujua kama itakuwa ni mtindo every time Deputy President akienda, second Deputy President akienda mahali, watakuwa wakiita Mungiki Kenya mzima ndio wamzuie, na watafanya hivyo kwa muda gani? What I want to say as I conclude, power is transient. Power haikaagi miaka yote. Una power sahi, kesho uko kitu ingine. Wale wanafanya hivyo, Mungu atawaona na Mungu atawalipisha, na hii kitu umekuja kuharibu hapa. Thank you very much. I want to reiterate without any shred of doubt, ile mpango ilikuwa hapa, ilikuwa mpango na Mheshimiwa Kawanjiku, Mheshimiwa wa Kiambaa na Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa wa Kikuyu ambaye ni majority leader. Period, walikuwa wamepanga hiyo jama ya Mungiki. Thank you. Nikwenda kuga ciugo igĩrĩ tu rũru rũtihũtaga nĩgetha ũrĩithio cioka you take care. Gĩkuũ gĩkoragwo kĩhana kĩruru, is a shadow, is a shira. Kũrĩa kwĩ maĩ ngũnyua is a kind of you. Ndoka thĩinĩ wa Mwathani, ithuothe nĩtũrathiĩ. All of us, but all of us are fitting here. Nikiruru kihitukaga, no kuria tuturaga ni kwa Ngai. Keno leu mathiko ma muthemba uyu tukaga andu matiganite ingi MCA no mutambulite chairman wa kumi chivo sub chief I comment kutani marugame if any. Kaya kung yan ba sino wega? Kilo ko ya. Tawag ni kana. Okay, uheane rapi-rapi. Nandugato ikaw no nakabagato tapanga. Gandena. Thank you. Todo mutongoria. Ora rapi peke yake. Andoya maiga ndene. Thank you. Na ndio mrata kwa kwa ndete. Mucio kuna itinga barabara na bare ni kwa bethondeko nigetha ngari itige gutuika nigetha ndukanehere invoice no ngindehera ikore mone kuri hakidogo no niguruta wira nigetha ndigire ati rucio ndukugia na thina ona tugithi haria kaburi nene njuni utumanite muno na
wĩra ũcio ndĩrang'ang'ana naguo njuge Ngai amũrathime na amwĩkĩre asante sana. Thank you ni kuhonokia tondũ ndĩrĩte gũthondeka maandamano tũke tũokipae gwaku wabici rĩu na nĩ ũkĩũĩ mũhoreri wakwa tiga nĩ kũhorera mũhoreri wakwa nĩguo ndĩaga Jesu tacua mathea no igerio ciothe iria Jesu aigĩrĩirwo hĩndĩ ĩyo nĩgetha acirithio just kept quiet akĩrwo agĩkwo Yusufu agĩkira ki no mariko maraiga atĩrĩrĩ cira ũkĩhĩtũkio na ũgĩtuo na Jesu amenya Jesu nĩakua maandĩko makoiga agĩthiĩ akĩhoya mũnene wa thigari rũtha nĩgetha aheo linen purple yarĩ a very expensive material nĩ tondũ nĩ culture ya Britain agĩcoka agĩthiĩ akĩmũhe kaburi ĩtandĩkĩtwo watatũ eiki na agĩcoka athikwo mũno kĩrĩa tũheaga marĩkia